Mke wa makamu askofu wa kanisa la FPCT jimbo la Dodoma, Rehema Daudi Msagaa, amewashauri wanawake wanaotumika pamoja na waume zao madhabahuni jinsi ya kurahisisha kazi hiyo ili ifanyike kwa ufanisi zaidi. Ameyasema hayo mara baada ya ibada ya Jumapili Mei 10, 2026. Ukiwa mama mchungaji unakuwa ni mshauri wa kwanza kumshauri mchungaji kwa ajili ya huduma alionayo. Maana kazi ya Mungu inaenda kwa kushirikiana. Mkiwa pamoja na mchungaji, ukiwa pamoja na mchungaji kwenye huduma ambayo mchungaji anayo, unakuwa ni mshauri mzuri sana kwenye huduma ya mchungaji na kazi ya Mungu itaenda vizuri. Kwa hiyo ushauri wangu mkubwa kwa wamama ambao mnatumika kwenye makanisa, mnahudumu pamoja na waume zenu, kumbuka kwamba na wewe mwanamke, wewe kama mama ni nafasi yako pia ya kusimama kumwombea mchungaji na kumshauri na kuwashauri wa mama ili wawabebe wachungaji kwenye huduma walionayo. Aidha, akawageukia wanawake waliopo makanisani. Hata kama wewe sio mama mchungaji, ni mama wa kanisani, unatakiwa uhusike kwa mambo ya kanisani. Kuhusika kwenyewe ni pale ukiwa na bidii ya kuja kwa wamama. Kama kuna kipindi cha wamama, kuna mambo mengi ambayo tunafundishana, tunashauriana kwa ajili ya kuzibeba familia zetu. Kwa hiyo tukiwa pamoja, tukisema kipindi cha wamama, fika kanisani kama mama. Ukifika kanisani tunafanya yale ambayo yanatupasa sisi kufanya. Changamoto ambayo ipo ni kwamba wamama hawafiki kwenye vipindi, lakini bado wana majukumu mengi ya kufanya. Majukumu yale hawawezi kuyabeba wao kama wao, wanatakiwa pia na kushauriana na wenzao, kutiana moyo, kuomba kwa pamoja. Maombi tunaambiwa ni silaha. Alafu maombi yanakutia nguvu kufanya jambo. Kama ulikuwa na mambo ya kupita, kuna majaribu yapo, bila maombi huwezi kupita. Kwa hiyo hilo pia ni sababu, kwa sababu kama wengine wa mama wapo ambao waume zao hawajaokoka, kwa kutiana moyo, akija kanisani mama tukatiana moyo kwa ajili ya kuomba, pale mtu ataokoka na Mungu ataonyesha njia ya kufanya, na yule mama atastahimili kusimama, kwa sababu hata kama mume wake hajaokoka, lakini yeye akifika kwenye kipindi na kutiana moyo na kuomba, Mungu atamsaidia. Ama kwa upande wake mzee wa kanisa hilo Selemani Masumbulwa akiongea na chaneli hii amesema, tunamshukuru Mungu, kanisa letu linaongozwa kwa uwepo wa Roho Mtakatifu kama ulivyo msingi wa kanisa la Kipentekoste. Tumekuwa na viongozi wenye maono ambao Roho wa Bwana hajazimika ndani yao, kwamba katika kuomba tumekuwa tukidhihirisha vipawa na kalama mbalimbali ambazo Mungu ameachilia kwa watumishi wake, na baada ya kuvivumbua vipawa hivyo, Mungu ameendelea kutuinua namna ya kuendelea kuwajenga, kuwalea na hata kuwakuza, kama nilivyokuambieni mwanzo pale kwamba mpaka saizi tunao matawi yasiyopungua 5-6, na matawi yote yale ukiondoa kama matawi mawili ni watumishi wa Mungu waliotokea mahali hapa. Kwa hiyo tunapogundua kipawa cha mtu, moja kwa moja tunakishirikisha mbele za Mungu na kukiombea kibali mbele za Mungu na kukitengeneza, kukilea kikue ili kikatumike vyema sasa huko shambani mwa Bwana. Wote niwaalike, karibuni FPCT Chang'ombe. Tupo Chang'ombe kati, kama unaelekea soko la Mavunde, tukualike sasa. Wewe tunazo ibada 3 kwa wiki. Jumatano tunayo ibada ya mafundisho ya neno la Mungu. Tunachambua Biblia, tunajifunza Biblia, tunaulizana maswali. Una lililo gumu kwako, lete ili tulitafakari kwa pamoja, na hatimaye watumishi wa Mungu wapo, tutalifafanua na tutaliweka sawa kwa ajili ya utukufu na ukuaji wa kiimani. Tunayo Ijumaa ambayo ni siku ambayo tumeandaa kwa ajili ya maombi, na kwa kweli tunamshukuru Mungu, imekuwa ni siku ambayo imekuwa ikileta tija sana, imefungua watu wengi sana. Kwa hiyo tukualike, njoo siku ya Ijumaa uungane pamoja na sisi katika maombi, na Mungu ni mwema, atatenda. Jumapili tunao ibada kuu kama ambavyo tulikuwepo leo,
Ibada inaanza saa 2:30 mpaka saa 6:30 tunakuwa tumehitimisha. Niwaalike wote, karibuni sana FPCT Chang'ombe. Kwa niaba ya askofu wa mahali hapa Mchungaji Daudi Msagaa, karibuni sana na Mungu awabariki. John Israel, Banda Media, Dodoma, Tanzania.